ifahamike Mungu ni muadilifu. Mungu sio kama watu wa dunia. Watu wa dunia wanaweza wakawa wanaamrisha ukweli, wao wenyewe si wa kweli. Wanaweza wakaamrisha uadilifu, wao wenyewe si waadilifu. Wanaweza wakakataza wizi, wao wenyewe ndio wizi namba moja. Lakini Mwenyezi Mungu Subhana anamwambia Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum baina nnasi bil adli. Kwa hivyo Mungu hawezi kumuamrisha Daudi awe muadilifu alafu Mungu mwenyewe asiwe muadilifu kama watu wa dunia. Mungu hayuko hivyo Na siku ya kiyama Allah anatangaza, wanadha'u almawazina alqista liyaumi alqiyama fala tudhlamu nafsun shay'a. Tutaweka mizani ya uadilifu, hakuna atakayedhulumiwa mtu chochote. Tunafahamiana? طيب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. hawatadhulumiwa siku hiyo ya malipo. Anasema hivyo Allah, ay la yudhlamuna min a'malihim shay'a wala yuaqabuna illa bijariratihim. hawataadhibiwa isipokuwa kwa makosa yao, kwa maasi yao. Ukimuasi Allah unajipeleka mwenyewe katika adhabu za Allah tabaraka wa taala. Ala, Allah analeta herufi ya nini? Ya istiftahi au tambihi. Anaileta harfu hii kuwazindua watu wakae sawa sawa. Mungu anataka kuzungumza nao. Anasema ala, zindukeni. Aliyoegemea akae vizuri, aliyokuwa anafikiri mbali asogee katika maelezo ya Allah. Anasema ala, zindukeni. Inna lillahi ma fi samawati wal ardi. Kwa hakika ni milki ya Allah vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi. Kama ni milki yake, maana yake anatuzindua tuwe na uhakika. Mungu akitaka kufanya lolote, hakuna anayeweza kuingia kati. Hili ndio Mungu anataka tuzinduke nalo. Kuna watu wana wasiwasi na kiyama, kuna watu wana wasiwasi na kufufuliwa, kuna watu wana wasiwasi na moto, kuna watu hawatekelezi amri za Allah wakidhani kwamba Mungu hawezi kuchukua hatua, ndio anawazindua. Kaeni vizuri muelewe, hii mbingu munayoishi chini yake, hii ardhi munayoishi juu yake, haya maji mnayofaidika nayo, hiyo mimea mnayosababishiwa kuwa hai, hayo neema na nafasi mbalimbali, eleweni vyote ni milki ya nani? Milki ya Allah. Chukulia wewe unafuga ng'ombe, unafuga mbuzi, unafuga kondoo, unafuga kuku, bata na kadhalika. Siku ya kuamua, kondoo wote nataka kuchinja, mbuzi wote nataka kuchinja, ngamia wote nataka kuchinja, nani atakuingilia kati? Hakuna atakaye kuzuia. Kwa sababu gani? Ni milki yako. Hakuna mtu atakaye sema usiwachinje hao. Kwa hivyo Mungu anatuambia, hii mbingu chini yake mupo, hii ardhi ambayo munaishi, hiyo dunia ambayo munauana, hizo neema ambazo zinawapumbaza, eleweni zote ni milki ya Mwenyezi Mungu. Umiliki wenyewe sio wa kwenda kuvinunua. Maana anaweza akaja aliyeuza akasema nilikuongezea kitu fulani, baada ya kupiga hisabu nimeona hichi pesa yangu hukunipa na kichukua mwenyewe. Milki ya Mwenyezi Mungu khalqan, kwanza ameviumba yeye, wa malikan, alafu yeye anavitawalia.
alafu wa abidan, na vyote kwa Allah ni vitumwa. Mtu mtumwa wake anafanya lolote analotaka, lile ambalo sheria imemruhusu kufanya kwake. Tunafahamiana? Taib, ala basi zindukeni musikorome. Ndio maana kule katika sura gani, Al-Hashr au sura gani, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum munafiquna la tulhikum amwalukum wa auladukum an dhikrillah. Usipitwe kwa sababu ya mtoto ukashindwa kutekeleza taa ya Mungu, kwa sababu ya mali ukashindwa kutekeleza taa ya Mungu, kwa sababu ya kugombea madaraka ukashindwa kusimama na amri za Mungu. Mungu anakuambieni wala yaghurrannakum billahi algharur. Dunia si lolote si chochote. Kiuhakika ukiangalia unawakumbuka mabwana waliokuwa na sauti, waliokuwa na amri, waliokuwa wakitiiwa, wakitaka kupita wao gari husimamishwa, lakini leo wako tahta tayaribi. Tumewafukia bwana imebaki maandishi tu. Kaburi hili la yule aliyokuwa halali mchana ndio kashalala. Umefahamu? Taib.